ni kuitunza neema hiyo, neema ya amani. Amani inapokosekana kwa jamii, yote haya unayoona tunayafanya tusingeweza kuyafanya kwa sababu hakuna amani. Tumeyafanya hayo yote kwa sababu amani ipo. Ndugu zangu katika imani, neema hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku na ametujalia kuwa ni wenye amani, tuitunze amani hiyo. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika kitabu chake kitukufu akiwaambia kufari Quraishi ambao walipewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, falyabudu rabb hadha albayt, na ni wamwabudu mola wa nyumba hii, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, ambaye amewalisha kutokana na njaa. Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia chakula, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawapa amani. Neema hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa hao makufari wa Quraish, wa Quraish, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia kwa neema hii basi wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wawe na shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. امتن الله تبارك وتعالى على قريش بنعمتين هما الأمن من خوف والإطعام من جوع. neema ambazo walineemeshwa hawa Quraysh ni neema ya amani na neema ya kuwa na chakula. Ndugu zangu katika imani, hii neema tuliyopewa, neema ya amani, tuitunze ili tuwe ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tusipoitunza neema hiyo, tutakuwa hatuna shukurani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad sahha anhu qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na imesihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo iliyopokelewa na Tirmidhi, man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, mtu ambaye amepambazukiwa na asubuhi hali ya kuwa yeye yuko na afya iliyokuwa njema, yuko na afya njema katika mwili wake, na pia vile vile akasema Rasulullah, akawa na amani katika nyumba yake, akawa na amani katika nchi yake, akawa na amani katika mkoa wake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, kisha mtu huyo akawa na chakula cha siku hiyo, fakaannama hizat lahu dunya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ni kana kwamba kwa mtu huyu vimekusanyika vitu vyote vya duniani, kwa kuwa na chakula na pia vile vile kule kuweko kwa amani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, neema hiyo ya amani tuitunze. Baba yetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza alilomuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni amani kabla ya kuomba chakula. Aliposema katika Qur'an, iliponukuliwa na Allah tabaraka wa ta'ala, rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Baba yetu Ibrahim anaomba jambo la kwanza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuiombea nchi yake, anaiombea amani, wapatie amani. Jambo la pili akaliombea taifa lake, akaiombea nchi yake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku watu wake, awaruzuku chakula ili waweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupewa neema ya amani na kupewa neema ya chakula. Ndugu zangu katika imani, katika faida za kuitunza amani, misikiti itaimarika, durusi misikitini zitakuwa ni zenye kusimama, na pia vile vile swala tano zitasimamishwa ndani ya masajid.
amani ikikosekana ndugu zangu katika imani, walau lahadhan, lau saa moja amani ikakosekana, la raaitum kaifa ta'ummu al-fawda wa tata'attal al-masalih, mtaona namna fawda itakapokuwa ni yenye kudhihiri, na pia vile vile masalih yatakuwa ni yenye kuharibiliwa, barabara zitaharibiliwa, na pia vile vile mashule ambayo mnayaona majengo yake yako imara, kwa sababu amani imekosekana, majengo hayo yataharibiwa. Na pia vile vile sehemu za huduma za afya ambazo ni hospitali hazitokuwa na amani, kwa sababu majengo yake yatakuwa ni yenye kuharibiwa kwa kule kukosekana amani japo muda wa lisali moja. Na pia vile vile masoko hakutokuwa na utulivu, hakutokuwa na masoko, mtu hawezi kwenda kununua wala hawezi kwenda kuuza kwa sababu amani imekosekana. Ndugu zangu katika imani, tuitunze amani ili tuwe ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sababu za kuitunza amani, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, na wale ambao walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala na hawakuchanganya imani zao na ushirikina, hawakuchanganya imani zao na dhulma, ulaika lahumul amnu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ndio wenye kupata amani, hao ndio wenye amani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba, tuhifadhi amani, tuitunze amani, bilqiyami bil amri bil ma'ruf, kwa kuamrisha yaliyokuwa mema, wanahi anil munkar, na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Tuitunze amani kwa kuamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya, ili neema hii ya amani iwe ni yenye kudumu. Ndugu zangu katika imani, wasia wangu wa pili na uelekeza kwa wanawake. Ayatuha almar'atu almuslima, mwanamke wa Kiislamu, hafidhi ala hijabiki ash-shar'iyya, mwanamke wa Kiislamu, hifadhi hijabu yako ya kisheria. Usiwe ni mwenye kutoka hali yako wewe uko uchi, usitembee hali yako uko uchi. Allah subhanahu wa ta'ala amekufadhilisha, Allah subhanahu wa ta'ala amekuamuru kwamba uwe ndani ya stara. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu yatakikana uweza kuihifadhi stara yako ya kisheria, na pia vile vile kuzihifadhi na kuzitekeleza swala 5, wasair ibadatik, na pia vile vile baki ya ibada zako, wa ahrisi ala usratika, na pia vile vile fanya kubwa juu ya kuitengeza familia yako, wabtaidi anil muharramat, na jiepushe na yale ambayo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu alladhi akhrajahu Ahmad fi musnadih min hadith Abdurrahman ibn Auf, almar'atu idha sallat khamsaha. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, mwanamke atakapotekeleza ibada ya swala, wasama shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ataa zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha, mwanamke huyo ataambiwa siku hiyo, udkhulil janna, ingia katika pepo, min ayi abwabil janna shi'it, katika mlango wa pepo ambao unautaka. Mwanamke wa Kiislamu, ni kipi ambacho unachokitaka zaidi ya kuyatekeleza haya maelekezo na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ili uweze kukutana na ofa hii ya kuchaguzwa ni mlango gani uweze kuingia katika milango ya pepo za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwisho, akhiran, walaqad dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alichinja, na pia vile vile fi'lan alifanya kwa vitendo, wa amara, na pia vile vile Bwana Mtume
wachinje, na kuna nasi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja akataka kwamba yeye asichinje, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema mtu huyu asikurubie katika musalla wetu. Ndugu zangu katika imani, hayo ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ametuhimiza tuweze kuchinja kwa sababu yeye ni qudwa, amelifanya hilo, na pia vile vile ameliamuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Dhaha an nafsi, alichinja kwa ajili yake yeye mwenyewe, na pia vile vile wa an ahli baitihi, na alichinja kwa ajili ya familia yake. Ndugu zangu katika imani, jambo la mwisho ambalo nataka kuwakumbusha, miongoni mwa mambo ambayo hayatakikani kwa Muislamu, tunafahamu ya kwamba tupo katika mwaka wa uchaguzi. Miongoni mwa mambo ambayo hayatakikani kwa Muislamu ni kuwa na sifa za kikhawariji, kuwa na sifa ambazo ni mbaya. Tusiwe na sifa za kikhawariji ambazo za kuwatani viongozi, za kuwatusi viongozi, kuwasema viongozi, kutoka katika taa ya viongozi. Hata kama huyo kiongozi umri wake ni mdogo, wewe ni mkubwa, lazima uweze kulitekeleza suala hilo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii kiongozi wako. Ukifanya hivyo utakuwa umeitunza neema ya amani. Ukifanya tofauti utakuwa umesifika na sifa ya kikhawariji, na ni sifa ambayo ni mbaya. Muislamu hutakikani kuonekana katika sehemu za maandamano. Muislamu hutakikani kuonekana katika sehemu za fujo ambazo zinahatarisha maisha ya Waislamu, ambazo zinahatarisha maisha ya wanadamu. Muislamu hutakikana kufanya jambo hilo aliyokuwa wewe umeelekezwa katika suala zima la kuitunza neema ya amani, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hizi ambazo tunazifanya, tumezifanya kwa sababu amani ipo. Amani isingepatikana, tusingeweza kufanya ibada hii ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tuliombee taifa letu, tuliombee taifa letu amani, ili tuwe ni wenye kudumu katika neema hii ya amani. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina, wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Ewe Allah, tunakuomba tupatie amani, tulinde ya Allah, lipatie taifa letu amani. Eidukum mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal